Shalom, shalom watu wa Mungu. Naitwa Apostle Johannes John. Nikukaribishe kwenye madhabahu ya Shining Star Heaven Embassy. Na leo nataka nikufundishe kitu ambacho kitakusaidia kwenye safari yako ya maisha ya kujua siri za ufalme wa mbinguni hapa duniani. Leo tunaenda kuangalia ndoto kuu 7 zinazoonesha kwamba siku yako inaenda kuharibiwa ila hujajua bado. Kwa hiyo Mungu anachokuambia ni kutaka uchukue hatua mapema. Ukisoma kile kitabu cha Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 mpaka ule wa 16, Mungu anasema anazungumza na sisi mara ya kwanza hata mara ya pili. Japokuwa mtu hajali. Katika ndoto, katika maono, katika usingizi unapotujia, tunapokuwa kitandani, anayafunua masikio yetu na kutia muhuri mafundisho yetu. Lakini ukisoma Yohana 10:10 inakwambia hivi kwamba shetani alikuja kuchinja, kuiba na kuharibu, lakini Yesu alikuja kutupa uzima kisha tuwe nao tele. Lakini ukisoma kile kitabu cha Zaburi 121 mstari wa 7 na wa 8 anakuambia hivi kwamba Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Maisha ya watu wengi duniani tumekuja kujikuta kwamba safari yetu ya maisha inakuwa na changamoto nyingi. Tunajiuliza maswali, kwa nini haya yanatokea kwenye maisha yetu? Lakini kumbe kuna mipango ya adui unakuta ipo inafanya kazi ili iharibu maisha yako. Lakini leo nataka nikwambie, baada ya kukwambia ndoto hizi, nitakupa maelekezo na namna ya kuomba na namna ya kuharibu kila mipango ya adui, na chochote cha giza lazima kianguke, na kila pando lisilopandwa na Bwana lazima ling'olewe, kama inavyosema kitabu cha Mathayo 15:13. Ndoto ya kwanza kabisa ambayo inaonesha siku yako itaharibiwa wewe bila kujua ni unapoota ndotoni kiatu chako kinapotea na ulitaka kutoka. Lese ulikuwa unataka kwenda kazini, kanisani, kwenye biashara, kwenye huduma au mahali popote, unatafuta kiatu ndotoni, huoni kabisa. Kiatu ni ishara ya heshima, ulinzi, baraka, mafanikio. Kiatu ni ishara ya hatua kwenye maisha yako, ishara ya njia za maisha yako, hatima ya maisha yako, kibali cha maisha yako, neema kwenye maisha yako. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 33 mstari wa 24 mpaka 25, na anakuambia kwamba na Asheri abarikiwe kwa uzao na kubariki katika ndugu zake, na achovye mguu wake katika mafuta. Ina maana makomeo yake au viatu vyake vitakuwa vya chuma na shaba. Kwa hiyo kiatu ina maana inaonesha kwenye ulimwengu wa roho ni ulinzi wa hatua za maisha yako. Sasa unapoona kimepotea, ina maana giza limeshaanza kuchukua nafasi. Unachotakiwa ni kukanseli, kuharibu, kuchinja na kuvunja kila mipango ya adui. Baada ya hapa nitakuelekeza nini cha kufanya. Lakini ndoto ya pili, unapoona nguo yako imechafuka au imemwagiwa uchafu ndotoni. Rese ulikuwa ni njiani, mara ghafla unaona gari linapita na linakumwagia uchafu, ni ndotoni. Au unashangaa nguo yako ni chafu, ulitaka kwenda sehemu au unakuja kuangalia nguo yako ina uchafu. Ni ishara ya nini? Nguo huwa ni ishara ya heshima, lakini pia ni ishara ya kuondokana na aibu, ni ishara ya utukufu wa Mungu, ni ishara ya baraka, ni ishara ya kustirika, ni ishara ya kutoshambuliwa na giza, lakini pia ni ishara ya kuondoa mawazo au fikra au maisha yasiyofaa kwenye maisha. Sasa unapoota nguo imechafuka, ina maana ni kutenda dhambi au maisha ya dhambi, maisha yasiyo na usafi. Kwa hiyo Mungu anachohitaji, anza kujiosha, anza kujitakasa, acha kutenda mabaya. Kwa sababu unapoona uchafu, ina maana ni ishara ya mabaya, dhambi, kukosa thamani, kukosa mwelekeo na kukosa fursa kwenye maisha.
Lakini ndoto ya tatu ni ndoto unashangaa unapoona ajali ndotoni. Ajali ndotoni inakuwa ni ishara ya shambulio la kiroho, ishara ya mauti, ishara ya kuharibiwa, iwe ni kazi, biashara, huduma, mahusiano. Unapoona mtu amekufa au ajali imetokea ndotoni, ina maana kuna mambo yako hayatoenda sawa. Kama kuna mipango, kama kuna safari, au kuna chochote kile ulichokuwa unataka ukifanya, ina maana kinaweza kipate changamoto. Unachotakiwa ni kuchukua hatua mapema na kuharibu kila mipango ya adui. Lakini ndoto ya 4, unapoona unakula kitu ndotoni. Kuona unakula ndotoni ni ishara ya kulogwa, ni ishara ya giza, ni ishara ya kupachikwa magonjwa, ni ishara ya kuharibiwa na kupachikwa vitu vya giza. Kumbuka watu wa giza ili waharibu maisha yako wanaweza kukulisha vitu ndotoni, lakini kupitia kukulisha kumbe kuna kitu wanachukua. Lazima tujue kwenye maisha na safari ya hapa duniani, shetani yeye kazi yake ni kuchinja, kuiba na kuharibu. Kwa hiyo anachoonekana ndotoni anakulisha, ina maana ni kutengeneza magonjwa, kuharibu roho yako ya maombi, lakini pia kukudisconnect na madhabahu ya Bwana na kukuletea mawazo yasiyofaa. Kuna watu wengi wameanza kuvuta sigara, wameanza kuulewa, kufanya pornography, kufanya vitu vya ovyo baada ya kuanza kulishwa vitu ndotoni. Ina maana shetani anachokifanya ni kukuchanganya ufahamu, lakini pia kupachika roho ya kukata tamaa, kuchoka na kukosa mwelekeo kwenye maisha. Lakini ndoto ya 5 ni unapoona mtu wa kutisha au roho chafu ndotoni. Ulishawahi kuota lijito la kutisha linakushambulia au linakuvamia au unaliona ndotoni, na maana unakosa amani na furaha? Hiyo inakuwa ni ishara ya kukosa furaha, ishara ya shambulio, ishara ya roho chafu, ishara ya mapigo ya kishetani, ishara ya mashambulio, ina maana na manuio ya giza. Unachotakiwa ni kukanseli na kutamka kinyume na kila mipango ya mashetani na giza linalolenga kuharibu maisha yako. Lakini ndoto ya 6, unapoota ndotoni wewe ni maskini. Ushawahi kuona ndotoni unajiona maskini? Ina maana siku yako inaenda kuanza vibaya, ina maana unaenda kuanza kufilisika, ina maana unaenda kuanza kushuka. Mungu anapokuonyesha ndoto hiyo usipuuze, kwa sababu moja kwa moja anakuwa anaongea na wewe kitu cha msingi cha kufanya ili uweze kusaidika. Kwa hiyo unapoona hiyo ndoto kwamba wewe ni maskini, ni ishara ya umaskini kweli, ni ishara ya kushuka, ishara ya kupata hasara, ishara ya kukosa heshima na nidhamu, lakini pia ishara ya aibu kwenye jamii, lakini pia kwenye mazingira yanayokuzunguka, lakini pia ni ishara ya kuporomoka kiuchumi na kuharibiwa. Unachotakiwa ni kukanseli kila roho za kimaskini kwa jina la Yesu Kristo. Lakini ndoto ya 7, unapoota meno yako yamekatika au yamevunjika. Meno ni ishara ya heshima, ni ishara ya baraka, ni ishara ya utajiri, ni ishara ya mafanikio. Sasa unapoona meno yamevunjika, ina maana ni ishara ya aibu, ishara ya kupoteza neema, ishara ya kuvunjika au kuvunjika kwa fursa, lakini pia ni ishara ya kukosa heshima na ishara ya umaskini. Unapokuwa umeota ndoto hizi 7, mimi ninachokuambia mtu wa Mungu, lazima ujue kwamba unapokuwa umeota, Mungu anaongea na wewe juu ya jambo au kitu kinachoendelea kwenye maisha yako au kwenye mawazo yako au kwenye hisia zako. Kwa hiyo Mungu anachokuwa anahitaji wewe kuchukua hatua ya mambo haya cha kwanza ili kuweza kutangua hiyo ndoto mbaya na kuweza kurudisha maisha ya furaha na amani. Hakikisha cha kwanza kabisa unamwomba Mungu rehema, unamwambia Mungu nisamehe, mimi ni mkosefu, mimi natenda dhambi, mimi ni mchafu, mimi sifai. Baada ya kuomba rehema, mwambie Yesu akusamehe kupitia malaika wake waweze kukusaidia kukuepusha na baya lote ambalo linaweza kukutokea. Lakini pia baada ya hapo hakikisha unaamua kubadilika. Unatangaza rasmi na unakuwa tayari kukwepa chochote kinachoweza kushawishi ili usimtumikie Mungu. Lakini pia baada ya hapo kuwa tayari kutamka ushindi, kudeclare mafanikio, ushindi na kutangua kila mipango ya adui. Kwa sababu unapokuwa unaomba
na uko serious na upo kwa imani, ina maana giza litaanguka. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Yakobo 5 ule mstari kuanzia ule wa